Tuchukue nafasi hii tuombe. Baba, ninakushukuru kwa jioni ya leo. Nasema asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa upendo wako mkubwa ambao umetujalia kuwa nao. Umetupa neema ya wokovu, lakini pia umetupa afya njema. Tunaendelea kuona ukuu wako hata katika mkutano wetu Bwana. Tumeendelea kuona uwezo wako, na tunakushukuru kwa yote ambayo imekuwa yamefanyika ya baraka mno, tangia tulipoanza siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, na hatimaye siku hii ya leo tena ya 4. Asante kwa sababu hata siku ya leo utasema nasi. Tunakushukuru kwa yote, hata kwa sadaka ambazo zimetolewa kwa kazi yako. Baba, ninakushukuru kwa matoleo haya. Naweka mikononi mwako. Bariki sadaka zetu zipate kuwa baraka katika kazi yako. Lakini pia wabariki wote waliotoa, ukinyosha mkono wako kubariki maisha yetu na kuendelea kubariki utumishi wetu uliotupa kufanya na kutenda hapa duniani. Jioni ya leo Baba, tunaja mbele zako na tunasikia kula na kunywa nywani mwako katika meza yako jioni hii. Baba yetu, ninaamini kwamba una neno lililo jema, neno lenye nguvu kwa siku ya leo, kwa mkutano huu, wanaotuona hapa na wanaotusikia, lakini hata wale wanaotufuatilia kupitia radio. Ninaamini Mungu, ni muda mwingine Bwana utasema nasi. Amwombea na kumweka mtumishi wako mbele zako na mikononi mwako. Jaze, mtie neema, jalie kusimama kuhudumia kundi hili, kuhudumia watu wako walioko hapa na hata wale walio mbali. Baba, Roho wako Mtakatifu tunamwalika atawale, tunamwalika aguse maisha yetu na tuinue kwa viwango tofauti. Kama ambavyo tumefika hapa Baba, tusije na tukaondoka vile tumekuja, bali tuondoke tukiwa tumepata kutoka kwako na tumebarikiwa, na hatimaye tuchukue hatua ya baraka na mabadiliko makuu. Tutajikabidhi mikononi mwako hata mkutano mzima. Tunakuomba Yesu ukatubariki katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu nisaidie wakati tunamleta mtumishi wa Bwana, tuweke makofi ya nguvu na kumshangilia Bwana Yesu Kristo ambaye anatupenda. Haleluya, amen, amina, 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 amina. Karibu sana mtumishi wa Bwana, karibu sana. Bwana akutie nguvu, Bwana akubariki, amen. Na kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana, Mungu wetu. Join me. Nani kama wewe Bwana, your voice. Kama wewe Bwana, nani kama wewe Bwana, Mungu. Tulikopita tujaona Mungu kama wewe. Nani kama wewe?
shalom. Bendera ya ushindi. Haya ni maombi yangu kwako, wote ninaowapenda wasipitwe na neema yako, na neema yako. Kiwa bado iko ahadi ya kuingia rahani mwako, sitaki kupitwa na niwapendao. Haya ni maombi yangu kwako, wote ninaowapenda wasipitwe na neema yako, na neema yako. Basi ikiwa iko ahadi ya kuingia rahani mwako, sitaki kupitwa na niwapendao. Oh, funua neema yako, ndugu zangu wote wakujue. Funua neema yako, familia yangu ikujue. Funua neema yako, Watanzania wote wakujue. Funua neema yako, Ngaramtoni wote wakujue. Neema yako, neema yako, neema yako, neema yako, usipitwe na neema yako, nisipitwe na Ngaramtoni, neema yako, neema yako. Unapookoa wengine, neema yako isinipite. Baba, tunahitaji neema yako isitupite tena katika jioni ya leo.
Baba, tunahitaji neema yako tena jioni ya leo. Umetupa nafasi hii tena siku hii ya leo, uona mkono wako tukauone tena kwa mara nyingine. Tunapomalizia jioni ya leo, tuione neema yako, tuone uweza wako, tuone mkono wako, tusione nguvu zako. Kwa mara nyingine tena tuione neema yako ituokoayo, itufundishayo kukataa kila ubaya. Bwana, ukatutembelee kwa namna ya ajabu sana katika jina la Yesu. Bwana, ukawaguse hata wasikilizaji wale wanaotufuatilia kwa njia ya redio. Baba, ukaweza kusema na wao, na neema yako inavyotembea ikawafikie pia popote pale walipo, Singida, Manyara, Kilimanjaro na baadhi ya sehemu za Tanga, Moshi pamoja na Arusha na mikoa mingine ambako redio hii inafika. Bwana, uwaguse watu wako katika jioni ya leo, waione neema yako kwa namna ya tofauti sana. Tunalibariki jina lako Bwana, tukijua ya kwamba Bwana uko pamoja nasi na utatenda kazi pamoja nasi, utaponya na kuokoa katika jina la Yesu Mwokozi aliye hai. Baba, tumeomba na kuamini. Amen. 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 Amina. Mshangilie Yesu kwa makofi. Shangilie Yesu kwa makofi. Asanteni waimbaji. Hallelujah. 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 Mkutano, hallelujah. Unaweza kuongeza zaidi, hallelujah. Yesu yuko hapa tena jioni ya leo, apate kujifunua kwa ajili ya maisha yetu. Niwashukuru wote ambao wamekuwa wakitufuatilia tangu siku ya kwanza mpaka siku hii ya leo ambapo tunahitimisha mkutano wetu wa Injili. Lakini nitumie nafasi hii, wewe ambaye umekuwa ukisikiliza maneno ya Mungu, kukuhimiza. Kanisa liko mahali hapa, tuko tayari kukusaidia na kuendelea kuomba pamoja na wewe. Kwa hiyo usisite kufika mahali hapa siku ambazo tunakuwa na ibada ambazo zinaonekana ratiba yake kwenye mbao za matangazo yetu. Ukifika hapa utaziona. Nikualike sana. Wako wengine hamjafanikiwa kufika kwenye eneo la mkutano, lakini sauti hii imekuwa ikiwafikia kwenye maboma yenu moja kwa moja kutoka hapa kiwanjani, au wengine mmeweza kupata ujumbe huu kupitia njia ya redio, mawimbi ya redio ambayo tumekuwa tukirusha mahubiri haya. Kwa hiyo nikupe changamoto ya kwamba neno la Mungu linasema iweni watendaji wa neno wala sio wasikiaji tu. Kwa kama umesikia neno la Mungu, Biblia inasema msifanye migumu mioyo yenu. Ikiwa umesikia neno la Bwana la nikagusa maisha yako, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Kubali Yesu akutembelee, aingie ndani ya moyo wako na akuokoe. Sijui kama kuna familia kutoka Sakina tulikuwa tumeongea nao, kama wako hapa kutoka Sakina, kama wako hapa inaonekana hawajafika, lakini tutaendelea kuwasiliana nao. Siku ya leo tunapomalizia, moyo wangu umejaa huruma nyingi, kwa sababu ya maisha yetu sisi wanadamu.
Nataka nikuletee neno la Mungu kutoka kitabu cha Luka sura ya 16. Luka sura ya 16 tutasoma habari ya tajiri na maskini. Lakini ujumbe wangu ambao Bwana amenipa siku ya leo utaongelea hitaji kubwa la mwanadamu ni lipi hasa. What is the greatest need of human race? What is the greatest need of human race? Hitaji kubwa lako wewe mwanaume na mwanamke unayenisikiliza kwenye maisha yako, najua nikikuuliza unayo majibu mbalimbali ambayo utanipa, lakini mimi nimekuja kukueleza hitaji ambalo ni namba moja, ambalo kila mwenye mwili anahitaji awe nalo. Luka 16 mstari wa 19. Ninasoma mistari mingi kidogo. Maandiko yanasema hivi: palikuwa na mtu mmoja tajiri, hizo ni sifa zake, aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi. Yaani hiyo ni CV yake. CV nyingine, na kula siku zote kwa anasa. Kama wewe unaenda kuchoma nyama mara moja kwa wiki au mara moja kwa mwezi, basi yeye ilikuwa ni kila siku. Sasa alikuwa ni tajiri. Kila siku ilikuwa ni nyama choma, mapochopocho kama yote. Alafu mstari wa 20 nasema, hiyo ni CV sasa ya mtu wa kwanza. Mstari wa 20 nasema, na maskini mmoja jina lake Lazaro huwekwa mlangoni pake. Huyo tajiri sasa, CV yake sasa, ana vidonda vingi. Halafu alikuwa akitamani kushibishwa kwa makombo yaliyoanguka katika meza ya yule tajiri. Kingine, hata mbwa wakaja wakamramba vidonda vyake. Ikawa yule maskini alikufa. Akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Mara nyingine umaskini ndio unaotuua haraka. Maana hata maandiko yametuonyesha hapa. Unaugua ka ugonjwa ambako unahitaji 200,000, 300,000 ili uweze kupona, lakini haunayo, unakufa. Kwa ninaposoma maandiko haya sifagilii umaskini. Maana maskini aliyesomwa hapa, yeye alipokufa alienda mbinguni. Mimi simaanishi tuwe maskini eti ndio twende mbinguni. Hiyo sio sifa. Umaskini sio sifa njema. Ndio maana hata maandiko kwenye Kumbukumbu anasema, mimi ndiye Mungu nikupaye nguvu za kufanya utajiri. Pambana utoke kwenye umaskini. Umaskini sio sifa njema, utakufa mapema. Maandiko yametuonyesha hapa. Lazaro akafa, akachukuliwa na malaika. Hiyo ndio ilikuwa asante Yesu. Mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa, akazikwa. Basi kula kuzimu, tajiri sasa aliyeinua macho yake alipokuwa katika mateso, akamwona Ibrahimu kwa mbali, lakini pia akamwona na Lazaro kifuani mwake.
akapiga kelele akilia, akasema, Baba Ibrahimu, nihurumie, umtume Lazaro. Alishazoea kuamrisha tajiri, alishazoea kuamrisha watu, eti anamwamrisha Ibrahimu. Umtume Lazaro. Achovye ncha ya kidole chake majini, auburudishe ulimi wangu, kwa sababu ninateswa katika moto huu. Hivi maji ya kwenye kidole yanaweza kukata kiu kama sio kuchanganyikiwa? Ibrahimu akasema, mwanangu, kumbuka ya kwamba wewe uliyepokea mema yako katika maisha yako, na Lazaro vivyo alipata mabaya, na sasa yeye yuko hapa anafarijiwa, na wewe unaumizwa. Wale wanaokumbuka nyimbo za miaka ya zamani kidogo, kuna mwimbaji aliwahi kuimba hivi, nikutesa kwa zamu, tunatesa kwa zamu. Kwa hiyo Ibrahimu, wangapi wanaokumbuka huo wimbo? Kwa hiyo ilikuwa ni kutesa kwa zamu. Tajiri alianza kutesa, zamu yake ikaisha, sasa ni zamu ya Lazaro. Mstari wa 26, na zaidi ya hayo, kati yetu sisi, Ibrahimu sasa anamueleza, anajaribu kumuelewesha, kati yetu sisi na ninyi kumewekwa shimo kubwa, ili wale watakao kutoka huku kwenda kwenu wasiweze, wala watu wa kwenu wasivuke kuja kwetu. Yaani kama wewe umeingia paradiso ukachanganyikiwa, ukatamani hebu ngoja niende kuzimu, usiweze. Na wewe ambaye yuko kuzimu unatamani uende paradiso, kulikuwa na shimo kubwa. Sitaki kueleza story ndefu sana, lakini mnakumbuka kabla Yesu hajafa, kuanzia Agano la Kale, wafu wote walikuwa wakifa, watakatifu na wenye dhambi wote walikuwa wanaenda sehemu moja, isipokuwa ilikuwa imegawanyika sehemu mbili. Kulikuwa na sehemu ya juu na sehemu ya chini. Sasa hizo sehemu zilikuwa zimetenganishwa na hilo shimo. Yesu alipokufa msalabani, tunaposoma kwenye Mathayo 27, ikatokea tetemeko, makaburi mengi yakafunguka, wafu wakafufuka, wakatembea katika mji wa Yerusalemu. Ndio alienda kuhamisha ile sehemu ya watakatifu, akawahamisha kule kuzimu, akaandaa sehemu nyingine ya kusubiria ambayo tunaita paradiso. Kwa hiyo kuanzia wakati Yesu alipofufuka au alipokufa na kufufuka, wafu wanapokufa hawaendi njia moja. Kuna wengine wanaenda ya kushoto na wengine wanaenda ya kulia, na iko hivyo mpaka leo. Kwa hiyo, lakini kabla ya Yesu kufa msalabani, walikuwa wanakufa wote wanaenda sehemu moja, isipokuwa kama wewe ni mtakatifu na malaika wanajua sehemu yako sahihi. Tunapotezaga muda kusema eti Mungu, tunaomba huyu umlaze mahali pema peponi. Tunapoteza wakati, tuna nguvu na energy. Maana Biblia inasema katika Waebrania, mwanadamu ameandikiwa kufa mara moja, na baada ya kifo ni hukumu. Usipotengeneza maisha yako kabla ya kufa, usitarajie kuna maombi yatakutoa. Anyway, nisije nikakaa sana pale. Hayawezi kukubadilisha. Usipobadilika sasa hivi ukiwa hai, hakuna nafasi nyingine. Kwa hiyo sasa
basi na kuomba. Akaanza kuwa mpole. Umtume nyumbani kwa baba yangu. Lakini bado anaagiza tu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao akina mchungaji Hano huko, wanao akina mchungaji Matayo huko, wanao akina mchungaji fulani na fulani na fulani na fulani, pamoja na manabii, na wawasikilize wao. Akasema, la, baba Ibrahimu. Anabishana na Ibrahimu. Jamaa naye alikuwa sijui uko. Baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokee kwa hofu watatubu. Akaambiwa hivi, wasipowasikia Musa na manabii, hawatashawishiwa hata mtu akifufuka katika wafu. Nitasoma andiko la pili, alafu nitaeleza, then tutafanya na maombi, alafu tutamaliza. Marko sura ya 8. Marko sura ya 8. Neema yako, neema yako. Marko 8:36 hadi 38. Neema yako. Huu ndio wakati wa neema. Neema ikifungwa hakuna nafasi tena. Mwimbaji akaimba, liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni. Kuna mahali anasema likifungwa mara moja halitafunguliwa. Kama wewe unafikiri maneno haya watu wako wanafanya utani, endelea kutokumwamini Yesu. Endelea kupuuza habari za Yesu. Alafu siku utakapokabiliana na uhalisia wa hili neno, ndipo utakapoyakumbuka maneno haya ambayo unayasikia jioni ya leo. Anasema, lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, lango, lango la mbinguni ni wazi. Biblia inasema mstari wa 36, kwa kuwa itamfaidia mtu nini kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake, ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Katika Mathayo sura ya 6 pia anasema hivi, tafuteni kwanza. Yaani hapo unapewa ushauri wa bure, kipaumbele kwenye maisha ni kitu gani? Anasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Hitaji kwenye maisha yake ni kutafuta ufalme wake, ni kutafuta ufalme wa Mungu, au kwa lugha nyingine, hitaji la mwanadamu la kwanza,
yeyote unayenisikia hapa kiwanjani au huko nyumbani kwa njia ya redio au kupitia sauti hii, hitaji la kwanza ambalo Mungu anataka, yani kama unataka Mungu akuone wewe una akili, hitaji la kwanza ni wewe kumtafuta Yesu aingie kwenye maisha yako. Nisikie amina. Hitaji la kwanza la mwanadamu kabla ya mambo yote ni huyu mwanadamu kuhakikisha amewekeza kila nguvu na jitihada akampata Yesu kwenye maisha yake. Haleluya. Hitaji la wasomi wote ni Yesu peke yake. Hitaji la matajiri, hitaji la maskini, hitaji la warefu na wafupi, wanene na wembamba, ni Yesu wa Nazareti kuingia kwenye maisha yao. Hilo ndilo hitaji la kwanza. Tumesoma kwenye Marko, anasema itamfaidia nini mwanadamu akiupata ulimwengu wote, akizipata dhahabu zote, akiwapata wanawake wote, akiwapata wanaume wote, akizipata pesa zote katika dunia hii, halafu akala hasara ya nafsi yake. Sababu ya kula hasara ni kwa sababu haukuwa na Yesu. Kama wewe una elimu ya biashara, hakuna mfanyabiashara yeyote huwa anaanzisha biashara ili akatengeneze hasara. Amina. Amen. Amen. Hakuna mtu mwenye akili timamu akatafuta mtaji aanze kufanya biashara, lakini anatamani biashara yangu nikianza kufanya natamani niwe nakula tu hasara. Hakuna mfanyabiashara wa namna hiyo, hakuna hata mtu mmoja. Akipatikana mtu wa namna hiyo, basi akili zake hazifanyi kazi sawa sawa. Tunahitaji kumpeleka Mirembe, Dodoma. Kama sisi tuna akili za kutambua hivyo, Mungu mwenyewe alipotuumba hakutuumba kwa hasara. Mungu anapokupa huo uhai hajakupa kwa hasara. Mungu anapokupa haya maisha hajakupa ili usababishe hasara kwenye ufalme wake. Anataka kupitia wewe, anataka kupitia wewe, kupitia uhai wako umtengenezee faida. Na faida ni kuhakikisha wewe umekuwa balozi na mwakilishi kwa ajili ya ufalme wake. Hii dunia Mungu aliumba ili yeye ndiye atawale, lakini yupo jamaa aliasi kule mbinguni, amekuja akawarubuni wanadamu wakamfuata. Na Mungu yuko kwenye biashara ya kuwatafuta wanadamu wote. Wote tuliumbwa na Mungu ili tuishi kama Mungu alivyotaka. Neno la Mungu ndio mwongozo ambao unatakiwa kutuongoza maisha yetu. Wazee kwa vijana, wa baba kwa mama, wote tuko chini ya mamlaka ya neno la Mungu. Tunapaswa kuishi kwa mujibu wa neno la Mungu. Lakini sasa tukiangalia, watu wengi bado hawajafika, hawana huu ufahamu. Ukiangalia statistics za watu waliookoka katika dunia yote, kama sijasahau,
dunia yote population ya watu kama haijafika bilioni 7, iko around that bilioni 7. Waliookoka wanakadiriwa kuwa bilioni 2 tu katika dunia. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi ambavyo bado kuna uhitaji mkubwa wa kuwarudisha watu wengi wamgeukie Mungu, kwa sababu hitaji la wanadamu hao wote na mahangaiko yote wanayohangaika nayo, jambo la kwanza ambalo linatakiwa lipewe kipaumbele ni Mungu au ni Yesu kwenye maisha yao, aingie ndani yao, aanze kuwaongoza. Na dunia yote watu wangekuwa wanamwamini Yesu, sasa hivi tusingekuwa tunagharamika kuweka makufuli kwenye milango, wala kuwa na mbwa wa kulinda kwenye nyumba yako. Tusingehangaika, kusingekuwa na ajira ya walinzi. Lakini kwa sababu ya shetani amewarubuni baadhi ya watu, akaachilia hayo maroho ya wizi na tamaa mbaya, ndiyo maana inabidi tutengeneze ajira ya walinzi kudhibiti watu wa namna hiyo. Na cha kushangaza, imefika mahali mpaka hata makanisani watu wanaiba. Ndio maana ukiingia kanisani unaambiwa usiache mkoba wako ovyo unapoenda kutoa sadaka. Beba kabisa mkoba wako. Kwa nini? Kuna waathirika wa yule jamaa. Ukinyanyuka kaangalia pembeni tu tayari amesha search. Anapita na vile atakavyokuta humo. Lakini hayo yote wanadamu wangekuwa wanamwamini Yesu, hapa Ngaramtoni watu wote wangekuwa wanamwamini Yesu, kusingekuwa na hizo kesi, tusingekuwa na magereza. Inahitajika neema ya Bwana iachiliwe katika maeneo yetu, ili watu wapate huu ufahamu, wajue ya kwamba hitaji namba moja kwenye maisha ya mwanadamu ni kumpata huyu Yesu. Tumesema kwenye Mathayo kwamba tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake. Sisi leo tumebadilisha. Vijana ukiwahubiria wanakuambia ngoja niponde kwanza huu jana, nikiwa mzee ndiyo nitaokoka. Wazee nao ukiwaambia hao ni mambo ya vijana hayo. Kwa hakuna ambaye anataka kuwa mmiliki wa hiki kitu. Kila mtu anakisukumia mbali. Ukiangalia leo wanadamu tuko bize mpaka tumetengeneza msemo. Ukikutana na mtu barabarani ukamsalimia, anakuambia tupo tunapambana. Tupo tunapambana. Na huo ni ukiri ambao wakati mwingine tunayakiri maneno kama bila kujua, na unavyokiri ndivyo itakavyokuwa. Utapambana mwanzo mpaka mwisho. Inatakiwa kufika hakuna cha kupambana. Mapambano yanatakiwa yawepo, lakini unatakiwa ufike wakati uanze kuishi. Unajua there is a difference between living and surviving. Kuna mtu unaanza kusurvive, unaanza maisha kwa kusurvive, alafu then unaanza kuishi. Hauli unachopata, unakula unachotaka. Haleluya. Umeipata hiyo? Kuna wakati kwenye maisha unakula unachopata ili usife. Lakini kuna wakati kwenye maisha inatakiwa ifike mahali unakula unachotaka, unakunywa unachotaka, ili mradi kiwe ndani ya maadili ya neno la Mungu. Unakunywa unachotaka.
Kwa tumetengeneza, tunapambana na maisha. Watu wako bize na maisha. Watu wako bize na maisha. Ukiwaambia habari za Yesu, ukiwaambia habari za kuokoka, wanakuona kama nyanya zilizooza. Wengine wanakutema mpaka na mate. Ninapokaribia kumalizia ujumbe huu, naomba nikupeleke kwa yule tajiri na Lazaro. Maandiko yametuonyesha tajiri alijikusanyia mali, alijikusanyia fedha, akawa na magari, akawa na kila utajiri, na ndiyo maana iliwezekana kula kwa anasa na kuvaa kwa anasa. Yale mavazi yaliyosemwa pale kule Ulaya au kule maeneo ambako Biblia imeandikwa, yale mavazi ya rangi za zambarau ndiyo mavazi very expensive, ni mavazi ya bei mbaya sana. Sasa walikuwa wanavaa matajiri peke yake. Sasa alijikusanyia, akaweza kuona hayo yote, akaweza kuyafanya hayo yote, akaweza kuona vitu vyote. Inawezekana kama alikuwa mzinzi, alikuwa anachukua mwanamke yoyote anayemtaka. Kama alikuwa mlevi, alikuwa anakunywa pombe yoyote anayoitaka. Kama alikuwa na tabia fulani, alikuwa, yani utajiri wake ulikuwa unamwezesha kuyafanya yote aliyoyataka. Kwa hiyo alikuwa akiambiwa habari za imani kwa ajili ya kumcha Mungu. Kwa habari ya kumcha Mungu, alikuwa anadharau habari kama hizo. Anaziona ni habari ambazo hazifai, maana yeye ni tajiri. Tajiri kama yeye, unajua, ndio maana tumesoma mahali inasema, atakayenionea haya mbele za watu, kwa ajili ya maneno ya atakayenionea haya mimi na maneno yangu mbele za watu, na mimi nitamwonea haya mbele za Baba na mbele za malaika katika ule ufalme. Kwa nini? Kwa sababu kwa haraka ukiangalia habari za kuokoka, nakumbuka miaka ile tunaokoka mwaka wa 87, tulipookoka pale kijijini, tulionekana tumechanganyikiwa, yani tulionekana ni watu wa ajabu. Watu walitushangaa. Ukipita njiani watu wanakucheka. Lione hilo la dini ya kulia. Tulikuwa tunaitwa dini ya kulia. Asante Mungu kwa sababu siku zote kwenye makanisa yote wanalia. Lakini kipindi hicho ni walokole tu ndio walikuwa wanalia. Tukayavumilia yote. Wengine wakatupa siku, wakatuambia baada ya mwezi mmoja tutaona kama utaendelea. Leo ni mwaka wa 38, bado niko ndani ya Yesu. Na leo nimesimama hapa kumtangaza Yesu, maana nimemuona alivyo mwaminifu, alivyo na uweza. Amenipigania katika mambo mengi, amenitendea mambo mengi. Nimeuona wema wake. Nina uwezo wa kueleza mambo ambayo Bwana ameyatenda kwenye maisha yangu. Lakini nataka kusema kuokoka lilionekana ni jambo la aibu. Na hata leo nilipoenda sekondari, mabinti waliookoka, kwa sababu walikuwa wanavaa nguo ndefu, wakawa wanataniwa, wewe binti na wewe una mguu mzuri na mnao unaoficha, acha usabato hapa. Sikia kisabato hapa. Kijana wa kiume, wanafunzi wenzako wakikuona eti ya utongozi wasichana, wanaomba acha upadri wewe. Au una shida, una changamoto labda. Tulikuwa tunaitwa mapadri. Of course walikuwa hawakosei, kwa sababu mimi pia nilienda kusomea upadri. Nikawa sikumaliza. Na Mungu alikuwa ameshaona tu huyu ni mtumishi wangu. Alikuwa ameshaona ile ndio huyu anataka kunitumikia.
Mungu akaileta kwa njia nyingine. Ndio maana niko hapa nimesimama na kueleza habari za Yesu. Lakini tulikuwa tunaonekana watu wa ajabu. Kwa kifupi nataka kusema swala la kuokoka katika jamii inaonekana ni la aibu. Ni kitu cha ajabu ajabu. Ni kama kukosa kazi. Siku zile tuliokoka katikati ya wapagani. Hata Jumapili wanaenda kulima, wanaenda shambani. Kwa hiyo tukawa tunachekwa. Mnaacha kwenda kulima siku ya Jumapili mnaenda kanisani. Mtakula hilo kanisa. Lakini nataka nikwambie pale kijijini kwetu sasa hivi wale wote waliokuwa wanatucheka ndio familia yetu wanaita pale kwa matajiri. Pale nyumbani kwa matajiri. Wao bado maisha yamewabana. Sisi tumechanua, kama ni kusoma tumesoma, kama ni nini Bwana ametuinua. Ndio maana sionei haya Injili, sionei haya Injili, sionei haya Injili, kwa kuwa ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Wayahudi na kwa Wamasai na kwa Wanyaturu na kwa Wachaga na kwa Wasafa na kwa Wanyakyusa, wote wakimpokea Yesu, Injili inawabadilisha. Wanakuwa wazuri, wanakuwa wema, wanakuwa raia wema. Sionei haya Injili. Tulichekwa. Eti wewe haufuatilii wasichana, wewe ni mzima kweli. Lakini tukatulia. Niliwashuhudia siku ya kwanza nilipookoka, nikakaa katika ujana wangu miaka yote mpaka nafika kuoa. Sijajua mwanamke na sina mpango wa kujua mwanamke yeyote hapa duniani tofauti na mke wangu. Ukitaka kuja kutesti, njoo uone utakachokutana nacho. Kuna watu wengine Bwana, tuna maagano na Bwana yasiyokuwa ya kawaida. Mwanamke mmoja akalipwa hela ili akalipwa hela aingie kwenye chumba cha mtumishi wa Mungu Benson Dahosa wakati ameenda kuhubiri kwenye mji fulani. Wakati alipomaliza kuhubiri, waandishi wa habari wamemlipa hela ili atakapokuja chumbani huyu dada amtake huyu mtumishi wafanye mambo ya uchafu. Akikataa apige kelele, alafu waandishi wa habari wachukue hilo tukio kwamba mtumishi wa Mungu akuta hotelini na mwanamke. Benson Dahosa alipoingia chumbani, alipolala hivi, ghafla baada ya dakika chache akasikia mtu anapiga kelele kwenye kabati la nguo, moto, moto, naungua moto, fire, I am burning, I am burning, I am burning, kwenye kabati la nguo. Hakuelewa hii sauti inatokea wapi. Akatoka nje, akasikia sauti ni kama iko huko ndani. Akaanza kufungua makabati, akakuta dada wa watu, gauni lake limeshaungua, ngozi yake imeshateketea, imeanza kumomonyoka. Huu ndio wakati wa neema. Neema ikifungwa hakuna nafasi tena. Mwimbaji akaimba, liko lango moja wazi, ni lango la mbinguni. Kuna mahali anasema likifungwa mara moja halita. Wengine walikuwa wanatuuliza, umepata dawa gani? Umeenda kwa mganga gani akakupa dawa gani? Mbona watu kuoni? Hakuna cha dawa. Dawa ni Yesu. Akiingia ndani yako, ile hamu ya mambo machafu anaikatakata, anaikausha, hautamani tena. Unajua kinachosumbua mwanadamu kiko hivi. Kuna kitu tunaita zile hamu za dhambi pamoja na hamu ya utakatifu zinakuwa kama kwenye balance namna hii. Kama hauna Yesu, hamu za kufanya mambo ya dhambi zinakuwa ziko juu, ni nzito sana. Ndio maana hata ukijaribu kupambana kwa nguvu zako unashindwa kujizuia. Lakini
anaingia ndani yako, anakutakasa, alafu anapandisha hamu ya mambo ya mbinguni. Unashangaa kama ulikuwa unatamani kwenda kilabuni, hamu ya kwenda kilabuni inakatika, hamu ya wanaume inakatika, hamu ya wanawake inakatika. Kwa nini? Maana Yesu amepandisha kiwango cha hamu ya utakatifu ndani yako. Ndivyo tunavyookoka. Tajiri akapata yote, akaignore mambo ya Yesu, akaignore mambo ya kumcha Mungu, akafa. Maskini huyu naye akafa. Maskini alipokufa alienda kwenye kifo cha Ibrahimu, na yule tajiri alipokufa, yeye alienda naye sema aliyostahili. Ya wale ambao leo wanapuuza habari za Yesu. Tumeona tajiri alienda mahali pa mateso, mpaka akafika mahali yale mateso, baada ya kuona, ya kuinua macho akamwona Ibrahimu na Lazaro kifuani pake, ndio akasema haya maneno ambayo tunasema. Kwa nini? Huyu alipata hayo kwa sababu alipuuza habari za kumcha Bwana. Alijiamini na utajiri wake, alijiamini na mali zake, alijiamini na utanashati wake, akaacha mambo ya kumcha Bwana. Nataka nikwambie, kama wewe una akili, tafuta pesa, tafuta fedha, tafuta mali, kuwa na viwanja, kuwa sijui na nini, kuwa na magari, lakini usisahau kuwa na Yesu moyoni. Wanasema akili kichwani, pesa mfukoni. Akili kichwani, pesa mfukoni. Akili kichwani, pesa mfukoni. Mimi nakuletea hii. Pesa mfukoni, Yesu moyoni. Pesa mfukoni, akili kichwani, alafu na Yesu moyoni. Maana Mungu ni Mungu wa utatu. Mungu ni Mungu wa utatu. Kwa akili kichwani, Yesu moyoni, alafu na pesa mfukoni. Nimewaambia Lazaro hakwenda mbinguni kwa sababu ya umaskini. Usifagilie umaskini. Kama hata Lazaro alikuwa maskini ndio akaenda mbinguni. Acha ujinga wewe. Fanya kazi ubadilishe kiwango chako cha maisha. Tafuta madili ya fedha ubadilishe kiwango chako cha maisha. Lakini unapotafuta hizo fedha, mtafute na Yesu kwanza. Cha kwanza Yesu ndani ya moyo, alafu akili kichwani. Kama ni shule nenda, alafu na hela mfukoni. Hayo yote akishakaa sawa, oh my God, maisha yatakuwa bamba, maisha yatakuwa bamba. Mambo yataenda vizuri, mambo yataenda vizuri. Ukiwa kanisani wakitangaza mchango, hautafuti sababu ya kwenda kukojoa nje kwa sababu hauna cha kuahidi. Wakitangaza changizo tu, Yesu kweli unaye, lakini mfukoni ni patupu. Unaanza kupata stress, pressure inaanza kupanda. Unatafuta sababu, unajifanya unaenda kusikiliza simu, kumbe hamna hata simu. Jioni ya leo, Yesu moyoni, akili kichwani na pesa mfukoni. Ila ndilo uondoke nalo. Ukitaka maisha haya yaende vizuri, Yesu moyoni, maana ndio kitu cha kwanza. Utafuteni kwanza ufalme wake. Sasa sisi tumewekeza kwenye Mathayo 6 imesema mengine yote mtazidishiwa. Yaani sisi tumewekeza kwenye ziada. Kuna mambo ambayo unapaswa Bwana akuongezee. Mungu anajua unayahitaji hayo jambo, na anafahamu ya kwamba ni wajibu wake kukuongezea hayo. Mungu anafahamu na ameahidi, amesema mimi ndiye nitakupa nguvu za kufanya utajiri. Mimi ndiye nitakupa nguvu za kufanya utajiri. Anataka hayo uyapate, lakini jambo la kwanza unatakiwa kutafuta kwanza ufalme wake. Hata kama unawekeza uko kwenye madini, unachimba madini,
lakini hakikisha ndani ya moyo wako Yesu amejaa, Yesu amekaa sawasawa, Yesu ametawala, Yesu ndiye anakuongoza. Umesoma sana, ukamaliza degree zote, mpaka unaitwa profesa. Kama hauna Yesu, wewe si kitu. Kama hauna Yesu, wewe ni kundi za jehanamu. Kama hauna Yesu, maana wengine wao wanaona aibu kuokoka eti kwa sababu ni msomi. Tuko wasomi hapa wenzio. Sitaki kusema sana, lakini elimu ndio maana huwa inafika mahali unashangaa msomi anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaketishwa kwenye ngozi, wakati nyumbani anakaa kwenye makochi, kwenye sofa, lakini amebanwa na jambo. Anaenda kwa mganga wa kienyeji, anaketi kwenye ngozi, anamwagiwa na masizi na majivu, anapakwa na degree zake zote. Hizo ni kama kutukanwa, yani unatukanwa na degree zake, unapakwa masizi, pamoja na kwamba elimu unayo. Sasa unatumia hiyo elimu ikakusaidia hicho. Maana tunashindwa kuelewa maisha yako pande mbili. Kuna upande kuna physical side of life, lakini kuna spiritual side of life. Na the spiritual side of life ndio inayoamua maisha ya nje ya wewe. Kama maisha yako ya kiroho hayajaunganishwa na Kristo, kama maisha yako ya kiroho hayajaunganishwa na Yesu, hata huku nje utajikuta unafanya vitu vya kijinga, hata kama wewe sio mjinga. Na ndio maana nasema hitaji kubwa la mwanadamu la kwanza ni kumpata Yesu, ni kumpata Yesu moyoni mwako, ni kumpata Yesu moyoni mwako. Ukishampata Yesu, Yesu anatawala kwenye hayo mambo mengine. Yeye ndiye anakutangulia kwenye kila jambo. Kama wewe ni mwanasiasa, yeye atakuwa pamoja na wewe. Kama ni mchumi, atakuwa pamoja na wewe. Kuna wakati unaweza kuwa una elimu yako, lakini kuna mahali Roho Mtakatifu ndiye anahitajika akusaidie kukama na solution ya jambo ambalo unakabiliwa nalo. Maisha yako aina mbili, na ndio maana maandiko yametujulisha cha kwanza ni kutafuta kwanza ufalme wake na haki yake, alafu haya mengine Mungu anaanza kukuzidishia. Ukimpendeza, leo anakubariki, leo anakupandisha cheo, leo anakuongeza na hiki, anakuongeza na kile, anakuongeza na... Sasa sisi tumeenda kinyume, tuko biza kutafuta maziada, alafu tunaacha ile ambaye ni kama kwenye kozi huwa kuna kozi tuliza major, alafu kuna zile mtu wa minor. Sasa mtu ana major kwenye minor, alafu kwenye major ana minor. Leo nimekuja kukupa akili, badala ya kumeja kwenye minor, wewe meja kwenye major zenyewe, yani kumtafuta Yesu kwenye maisha yako ili aanze kuwa kiongozi wa maisha yako. Hilo boma ulilo nalo, bila msaada wa Yesu, wakati mwingine litakuchanganya. Huyo mke wako tu mmoja anaweza kukuchanganya, lakini ukiwa na Yesu wote mtaokoka ndani ya nyumba. Yesu atakuwa anaingilia kati kwenye ndoa yenu. Ndoa yenu inakaa sawa sawa. Badala ya kupenda mbinu za kule mtaani, mwanamke akikuchezea rungu tu, Yesu anakupa mbinu tofauti. Hakuna cha rungu na heshima inakuwepo. Hakuna cha marungu na raha inakuwepo katika ndoa. Kitu gani umekipa kipaumbele jioni ya leo? Naomba tusimame. Atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara nafsi yake? Nataka niwakumbushe, sisi wote tunasafiri
na tutarudi kwa Mungu siku moja. Siku moja wote tutarudi kwa Mungu. Tutaenda kuripoti mbele ya Mungu. Wote tunakabiliwa. Kama Yesu hajarudi haraka, utazeeka, utakufa. Utakufa katika hali ya namna gani? Ndiyo maana ujumbe umetujia leo ya kwamba ni bora ukaachana na kumwonea haya Yesu jioni ya leo, ukampokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, akabadilisha maisha yako, ili sasa aweze kukuweka mahali ambapo unakuwa na uhalali wa yeye kukuongezea haya mengine ya ziada. Lakini niseme unamhitaji Yesu kuliko kitu kingine. Maandiko yanasema Yesu ni yote, katika yote, ndani ya yote. Unataka utajiri, utajiri kwa kweli na unaodumu. Maana kuna utajiri mwingine lakini haudumu. Kuna utajiri wa masharti, lakini maandiko yanatuonyesha utajiri wa kweli unaodumu. Mungu amesema uko kwangu. Utajiri unaodumu uko kwa Yesu. Yesu ni yote, ndani ya yote. Yesu ni amani, Yesu ni furaha, Yesu ni afya. Anasema akusamehe dhambi zako zote, akuponya na magonjwa yako yote. Ndani ya Yesu. Nikimalizia, nimekuwa nikipokea message karibia kila siku za wanandoa ambao hawajapata watoto. Anayeongea na wewe, niliwahi kupita kwenye hiyo changamoto. Tulikaa kwenye ndoa miaka 11, hakuna mtoto. Lakini nikasema sitoki ndani ya Yesu. Wazazi wangu walinishauri kutafuta ujanja mwingine, lakini nikakataa. Kipindi hicho nilikuwa nakaa Dar es Salaam. Ikafika mahali nikakata miguu hata kwenda nyumbani. Maana ulikuwa ukifika nyumbani, swali la kwanza ni hilo, unaanza kusumbuliwa. Ikafika mahali ninayeongea na wewe naelewa inamaanisha nini kukaa kwenye ndoa bila watoto. Mimi afadhali nilikuwa naenda, lakini mke wangu alikuwa haendi nyumbani. Alafu sasa wao, kwa sababu Dar es Salaam ni mbali, ni ngumu kwao kupanda basi kuja Dar es Salaam kutufuata, kuja kutufanyia vurugu. Ndio maamuzi tulioamua. Mimi nikawa nikienda nyumbani nafika jioni, asubuhi naondoka. Sitaki kusumbuliwa. Angalau nimewaona wazazi, nimewasalimia. Nafika tu jioni, na hakikisha jioni kama jua hivi linazama ndo naingia nyumbani. Tunapiga pale story, tunaulizana. Baada ya hapo usiku umefika, tunalala. Asubuhi naondoka kwenda kupanda basi. Lakini Mungu ambaye ninaongea habari zake, Yesu ambaye naongea habari zake, ulipofika mwaka wa 11, mwaka wa 11 ulipokaribia kuisha, historia ikabadilika. Mambo yakabadilika. Mambo yakabadilika. Leo tuna watoto 4. Leo tuna watoto 4. Nataka nikwambie, huyu Yesu ni kweli. Huyu Yesu ni kweli. Matendo yako Bwana ni kweli. Nimeona na Mungu zake. Bwana ni kweli. Nimeona matendo
Bwana atakutendea. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 Mwaka wa 97 kama sio 96, tukawa na mshirika mmoja pale kanisani kwetu kule nyumbani, na yeye amekaa kwenye ndoa, hana watoto na umri umeshaenda. Tukaamua mimi na rafiki yangu mmoja pamoja na yeye, tukapanda mlimani siku moja, tukaenda kukaa siku 3, hatuli wala hatunywi, hatuli wala hatunywi siku 3. Tukaomba Mungu, tukaomba Mungu, tukaomba Mungu. Baada ya siku 3 tukateremka 96 hiyo, tukateremka mlimani. Tulipoteremka au kupita muda mrefu, wakahamishwa. Alikuwa ni mke wa mwalimu wa shule niliyokuwa nasoma, akahamishiwa shule. Alihamishwa kutoka Kwimba akahamishwa kwenda Geita. Baada ya miezi kadhaa, simu ikaja ya kwamba tayari Bwana ameshampa watoto. Huyu Mungu tunayemsema ni kweli, huyu Mungu tunayemsema ni kweli. Jioni ya leo unataka kumpokea Yesu. Ajabu imo ndani ya matendo yako, sio bahati, ni kamili, si hadithi. Ukitenda unatenda Bwana, matendo yako yanatisha, matendo yako yanatetemesha. Bwana wewe ndiwe Mungu, huhitaji matangazo akujue. Matendo yako yanajieleza kuwa wewe ni kweli. Bwana wewe ndiwe Mungu, huhitaji matangazo akujue. Matendo yako yanajieleza kuwa wewe ni kweli, ni kweli, kweli, ni kweli. Bwana nguvu zako, uweza wako, Bwana neema yako, mkono wako, neema yako, hata wokovu wako. Unataka kumpokea Yesu jioni ya leo, uwe uko nyumbani au uko hapa. Kwa wale mlioko hapa, unaweza kupita hapa mbele, tutaomba pamoja na wewe. Lakini tutaomba pamoja na wale walioko mbali au wale wanaotufuatilia kwa njia ya redio, tutaomba pamoja nao. Kwa haraka sana, naomba usogee hapa. Kama uko hapa, usogee mahali hapa. Sina jina jingine. Kama uko mahali hapa unataka kumpokea Yesu, hebu njoo mahali hapa, tutaomba pamoja na wewe. Yesu, jina lenye nguvu, jina lenye nguvu ni Yesu, ni Yesu,
jina lingine, ila jina lako Yesu, jina lenye nguvu zote. Oh, ni nani huyo? Ni Yesu. Sina jina jingine. Hebu tuimbe pamoja. Hakuna jina jingine chini ya mbingu alilopewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo. Tunakungoja wewe unataka kupokea Yesu jioni ya leo. Jina lenye nguvu. Yeah, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu, oh, ni Yesu. Nataka tuombe sasa, wale ambao wanataka kupokea Yesu, ambaye uko nyumbani au unasikiliza kwa njia ya redio, naomba nifuate kwa maneno yafuatayo. Sema, Mungu, jioni ya leo nimesikia neno lako ya kwamba katika mahitaji ninayohitaji, hitaji kubwa ninalohitaji ni wewe Yesu kuingia moyoni mwangu. Yesu wa Nazareti, jioni ya leo ninakukaribisha moyoni mwangu, utawale maisha yangu. Kuanzia leo ninamkataa shetani na mambo yake yote ninayakataa. Ninakupokea wewe Yesu, uwe Bwana na mtawala wa maisha yangu kuanzia leo na kuendelea hadi mwisho wa maisha yangu. Yesu Kristo, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandika kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu, kwa kuwa mkono wako umenifikia na damu yako Yesu isafishayo dhambi imenisafisha na kunitakasa na udhalimu wote. Asante Yesu kwa wokovu. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Amina. Hebu mshangilia Yesu kwa wale ambao wamefuatilia sala hii. Na sasa tunaenda kumaliza kuomba kwa ajili ya wenye mahitaji mbalimbali. Ni mgonjwa au unahitaji jingine, unahitaji la kazi, unahitaji la ndoa, unahitaji la familia, hitaji lolote lile ambalo unahitaji Bwana kusaidia. Kama uko kwenye viwanja hivi, sogea mbele. Ndani ya dakika moja ule sogea hapa mbele, alafu tutaomba kwa ajili yako. Na wewe unayetufuatilia kwa njia ya redio, wewe utashika tu redio yako, halafu tutaachilia nguvu za Mungu zitaenda kukugusa pale pale ulipo kupitia mawimbi ya redio. Kama kuna watu wana mahitaji mbalimbali, uko hapa au uko kule nyumbani, basi fanya kitendo cha imani cha kuonyesha unaungana nasi. Nguvu ya Mungu haizuiliwi na mipaka ya kijiografia. Hakika yake itakufikia huko uliko. Kama uko hapa, sogea hapa. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu.
watumishi wa Mungu, tuje tusaidiane kuomba. Yeah. Ni Yesu. Naomba wasogeze upande huu. Ni Yesu. Na unaendelea kujiconnect na madhabahu hii jioni ya leo. Hakika Bwana anaenda kukutendea. Ni Yesu. Huyu Yesu ni halisi. Anatenda. Ni Yesu. Ni Yesu. Hashindwi na lolote. Mwabudu yeye. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Ni Yesu. Wewe Yesu Bwana. Tawala wa vyote. Ni Yesu. Waimbaji endeleeni kuimba kwa chini chini. Naomba nyinyi mliopita pambeni mnifuate kwa maneno yafuatayo. Kila mmoja sema Bwana Yesu. Naomba sema kwa uaminifu. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Nina imani ya kwamba jioni ya leo unaenda kunigusa. Ninaomba unirehemu. Rehemu maisha yangu. Unionee huruma. Unionee huruma. Nionee huruma. Wewe Yesu ni mwingi wa huruma. Ni mwingi wa fadhili. Nimekukimbilia wewe jioni ya leo, nikiamini ya kwamba kwako peke yako ndiko kuna msaada wa kunisaidia. Ninaitazama milima nikijua labda msaada utatoka huko, lakini nimetambua msaada wangu unatoka kwako peke yake. Yesu, usinipite, usinipite jioni ya leo. Naomba uniguse kwa mkono wako, nifungue kila kifungo, kila minyororo ikatike kwenye maisha yangu. Maisha ya mateso ninayakataa kuanzia leo kwa jina la Yesu. Mimi nasema kwa sababu yako Yesu, sitateseka tena, sitateseka tena. Mateso niliyopitia imetosha, imetosha, imetosha. Bye bye mateso, bye bye magonjwa, bye bye vifungo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Naomba watumishi tuweke mikono yao juu yao katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Roho za mateso, roho za mateso, roho za mateso, roho za mateso, roho ya mahangaiko, katika jina la Yesu. Roho za mateso achia, roho ya 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 mateso achia.
achia, 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 kila ugonjwa achia, kila mateso achia, nguvu za giza achia, mateso achia, pepo toka, chomoka, 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 roho ya mateso, roho ya mahangaiko, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana wa Bwana na kuguse, Bwana na kuondoa kila mateso, kwa jina la Yesu. Pepo la kifafa, achia maisha yake, achia maisha yake, katika jina la Yesu. Kila kifungo achia, kila kifungo achia, rabayaka, iragadayakata, shakapayala, ragadayaka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho za mateso, achia maisha yake. Kuanzia leo tunabadilisha historia ya maisha, tunabadilisha historia ya maisha katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana waguse, Roho wa Bwana waguse, Roho wa Bwana waguse, Roho wa Bwana waguse. Moto, 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 fire, 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 fire. I release the fire of God upon your life in the name of Jesus. Hata wewe unayesikiliza kwa njia ya redio, receive your miracle, receive your deliverance. Pokea uponyaji, roho za Mungu kuachie katika jina la Yesu. Roho ya utasa ikuachie, roho ya utasa na zisizo na watoto kwa jina la Yesu. Pokea watoto, pokea watoto jioni ya leo, pokea watoto jioni ya leo katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Yesu tembea, Yesu tembea. Yesu tembea, Yesu fungua. Yesu fungua watu wako. Yesu fungua watu wako. Yesu fungua watu wako. Kwa jina la Yesu. Fungua kila kifungo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Tunaamini Bwana amekugusa. Tunaamini Bwana amekugusa. Hallelujah. Hebu tumshangilie Yesu kwa ajili ya watu hawa ambao Bwana amewagusa. Hakika yake Bwana amewagusa. Hakika yake Bwana amewagusa. Nguvu zake ziko mahali hapa. Nguvu zake ziko mahali hapa kufungua. Fire! Fire! Let the fire consume everything. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mungu unaitembea. Itembea kama kwenye maboma. Mungu hii afike kwenye mafamilia yote. Katika jina la Yesu. Kila aliyeko chini ya sauti. Everyone under the sound of my voice. Take your miracle. Receive your miracle. Receive your deliverance. In the name of Jesus. Ninakataa kuvunjika kwa ndoa. Nakataa kuvunjika kwa ndoa kwa sababu ya watoto kukosekana.
Ninyi ambao mmepita hapa mbele, inawezekana ukahitajika muda wa kuendelea kuomba pamoja na ninyi. Kwa hiyo niombe kwa mujibu wa sijui ni nani sasa aongee nao wape mwongozo. Sio pastor, kama unaweza kuongea nao kwa kifupi. Naombeni mfuate mchungaji pale. Mfuateni mchungaji tu atawapa maelekezo. Asante sana wote ambao mmekuwa mkitufuatilia. Ni wewe wastahili kupokea utukufu Bwana, duniani na mbinguni. Hakuna mwingine kama wewe Yesu, ni wewe wastahili kupokea utukufu wote duniani na mbinguni. Hakuna mwingine kama wewe Bwana, ni wewe utukufu duniani na mbinguni. Hakuna mwingine Yesu, ni wewe. Heshima, utukufu na adhama, duniani. Hakuna, 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 hakuna
tunarudisha heshima kwako. Bwana, tunarudisha heshima kwako. Ni wewe wastahili, ni wewe wastahili, ni wewe wastahili. Bwana, ni wewe wastahili jioni ya leo. Hatuna Mungu mwingine ila wewe. Tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako, tunanyenyekea kwako. Hakuna aliye kama wewe, Mungu wa miujiza, Mungu wa maajabu, unatisha kama nini. Hatugusi utukufu wako, hatugusi utukufu wako. Hebu kwa maneno ya kinywa chako shukuru Bwana. Yesu, tunakushukuru Bwana, tunakushukuru maana ni wewe, ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana, mtendaye miujiza, maajabu na sifa. Bwana, tunakuabudu. Yesu, tunakuabudu Bwana.